Lakini hiki kitu kinachoitwa chumvi, na nafikiri katika bidhaa ambazo bei yake ni ndogo kuliko nyingine zote ni chumvi. Kilo sijui inauzwaje sasa hivi. Eti Maria, kilo ya chumvi inauzwa shilingi ngapi? Nani amewahi kununua chumvi hivi karibuni? Chumvi wewe unaonekana kama hujanunua. Nani amenunua chumvi? Inauzwa kiasi gani kilo moja? Pakiti 3 maana yake nini? Zina ukubwa gani? Haya, vyovyote vile iwavyo, gharama yake ni ndogo sana, lakini umuhimu wake ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukakosa kitu chochote kwenye chakula, lakini sio chumvi. Amina. Unaweza ukakosa kitunguu, unaweza ukakosa binzari, unaweza kukosa hivyo vyote hivyo mnavyounga, maana viungo vyetu vinatofautiana. Lakini chumvi ni kiungo ambacho kila mmoja anakihitaji. Sasa nataka nikurudishe nyuma mpaka wakati ule wa Bwana Yesu, yanapoandikwa haya yaliyoandikwa. Bwana Yesu anapotoa mifano hii miwili, mfano wa chumvi na mfano wa nuru, katika wakati ule, tofauti na zama hizi tulizo nazo. Chumvi kilikuwa ni kitu kikubwa sana, na kilikuwa ni kitu kikubwa kwa angalau vitu vitatu. Kitu cha kwanza ambacho wote tunafahamu, chumvi inaleta ladha. Wangapi wamewahi kula chakula ambacho hakina chumvi? Mlikipenda? Na mlikipenda? Na pengine kuna mambo mawili yaliyokufanya ule chakula bila chumvi. Kwanza, haukuwa na hiyo chumvi. Ziko nyakati tunapita hivyo, sio kwa kutaka, lakini pengine daktari alikuambia punguza au acha kabisa kutumia chumvi kwa ajili ya kupunguza shinikizo la damu na vitu vingine. Lakini katika hali ya kawaida, hakuna mtu anapenda kula chakula kisicho na chumvi, kwa sababu chumvi inaleta ladha. Ladha za vitu vingine tunavyoleta viungo ni za ziada, lakini ladha ya msingi ya kwanza ni chumvi. Kwa hiyo chumvi ni ya muhimu kwa sababu kwanza inaleta ladha. Chakula kisicho na chumvi kinakuwa kama dawa, yaani unakula kwa sababu inabidi. Wangapi wanapenda kunywa dawa? Lakini tunalazimika kunywa ili tuishi, si ndio? Lakini kazi ya chumvi ni kuleta ladha. Kwa hiyo Bwana Yesu anaposema ninyi ni chumvi, maana yake sisi tuna wajibu wa kuleta ladha. Kuleta ladha wapi? Si amesema chumvi ya ulimwengu, chumvi ya dunia, kuleta ladha hapa duniani. Jamani, dunia imechacha, haina ladha. Yaani yako mambo katika dunia hii ambayo hatuyafurahii, hatuyapendi. Dunia haina ladha. Wanaoweza kuleta ladha ni wewe na mimi. Uwepo wako ni lazima uifanye dunia pawe mahali pazuri kuishi. Siku moja nilikuwa naangalia maisha yangu, alafu nikawa naongea na rafiki yangu. Na rafiki yangu mmoja tunataniana naye, yeye anatoka kanda maalum, na akanisimulia mambo ya kule kanda maalum, na mimi nikamwambia habari za kwetu. Na kwa kusema kweli, hata kule ninakotoka mimi nako ni kanda maalum, wamechelewa tu kupaita hivyo. Kwa hiyo kulikuwa na mambo yanafanana. Na tulipokuwa tunazungumza, yule rafiki yangu akaniambia, unajua, kama Bwana Yesu asingeniokoa mimi, hapa duniani pasingekuwa mahali pazuri kuishi. Yaani alijijua jinsi ambavyo kama sio kubadilishwa na Bwana Yesu, angeifanya hii dunia pawe mahali panapochukiza. Na viko vitu vingi katika hii dunia vinavyochukiza.
Tunahitaji kuleta ladha, pawe ni mahali panapovutia, na mwenye kuleta ladha ni wewe na mimi. Unapoishi maisha ya kumcha Mungu, hivi unajua kwamba unaleta ladha? Jamani, amina. Unapomfanya Mungu awepo katika maisha ya jamii, unaleta ladha. Jamii yenye ladha ambayo inavutia, jamii yenye mahali ambayo watu wanaishi kwa kupendana, jamii ambayo watu wanaishi mpaka wanamuona kila mmoja kuwa ni ndugu, ni mahali ambapo Mungu yupo. Na anayeweza kumleta Mungu ni wewe, kwa sababu wewe ni chumvi. Kwa hiyo jambo la kwanza, tuna wajibu wa kuleta ladha katika jamii. Lakini jambo la pili, wakati ule wa Bwana Yesu kulikuwa hakuna majokofu. Wangapi wanafahamu jokofu? Maana haya maneno ya Kiswahili haya, wengine mnafahamu fridge. Jokofu katika nyakati hizo bado lilikuwa halijagunduliwa. Kwa hiyo hakukuwa na majokofu. Na ukitaka kutunza, umenunua nyama labda kilo 2 au kilo 3, na unataka uitunze ikufae baada ya wiki 1 au baada ya wiki 2. Kulikuwa hakuna namna ya kuitunza ikawa salama kwa muda huo, na njia pekee ya kutunza ilikuwa ni kutumia chumvi. Kwa hiyo chumvi ilikuwa inatumika kama kitu kinachohifadhi chakula kisiharibike au bidhaa isiharibike. Ninakumbuka kule kwetu wakati mimi nakuwa, tulikuwa tunakula samaki wanaita nguru. Na kule kwangu mimi na baharini ni mbali. Kwa kusema kweli, mimi nimeiona bahari nilipoingia sekondari, lakini katika makuzi yangu mengine yote sikuwahi kuona bahari. Kwa hiyo kitu cha kwanza nilichoshangaa bahari nilipokwenda sekondari, na nilikwenda sekondari ya Mtwara ambayo iko jirani kabisa na bahari. Sasa wale samaki aina ya nguru, namna walivyokuwa wanafikishwa kwetu ilikuwa ni kukaushwa wakiwa wamepakwa chumvi. Na mpaka nilifika mahali nikadhani hao samaki walivyo ni samaki wenye chumvi nyingi kiasi kile. Kumbe ile chumvi ilikuwa ni kwa ajili ya kuhifadhi. Na kwa kusema ukweli, walikuwa wanaweza wakakaa mpaka zaidi ya mwaka mzima. Akishaanikwa amepakwa chumvi, maana yake anaweza akakaa akapelekwa popote, na kwa kipindi kirefu akawa bado nyama yake iko salama. Chumvi ilikuwa inatumika kama kitu cha kuhifadhi ili usitokee uharibifu wa hicho chakula. Kwa hiyo Bwana Yesu anaposema ninyi ni chumvi, anamaanisha kwamba ninyi mna wajibu wa kuhifadhi jamii tunayoishi isiharibike, isiharibiwe na mambo yanayoharibu. Na wewe unafahamu mambo yanayoharibu jamii. Yaani kuna maadili mnaita mmong'onyoko wa nini? Wa maadili. Kuna mambo mengi ya ajabu yanayotokea katika jamii. Jamii inaharibika. Simewahi kusikia kwamba kwa kweli dunia imeharibika, na wengine wanasema dunia imefika mwisho kwa sababu ya mambo yanayofanyika. Maana yake kuna uharibifu unaotokea katika jamii yetu kiasi ambacho watu wanaona kama imefika mwisho. Sasa dawa ya kuzuia hiyo dunia, na ninapozungumza dunia hapa nazungumza watu wa dunia wasiharibike, ni wewe na mimi. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni chumvi. Kwa hiyo uwepo wetu popote pale tulipo katika jamii unatakiwa usaidie au ufanye kazi ya kuihifadhi jamii isiharibike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kuhifadhi huko, Bwana Yesu anasema ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini anatoa angalizo, anasema chumvi ikishaharibika, Biblia ya Kiingereza inasema chumvi ikipoteza ule uchumvi wake, itatiwa nini hata ikolee? Maana yake
Chumvi yenyewe inatakiwa iwe na nguvu ya kuleta ladha, inatakiwa iwe na nguvu ya kuhifadhi kitu. Lakini kama hiyo chumvi imepoteza ile nguvu yake ya uchumvi, haifai. Maana yake unaweza ukaweka hata kilo nzima, lakini mboga haikolei. Sijui kama mmewahi kukutana na chumvi za namna hiyo. Mimi niliwahi kukutana na chumvi za namna hiyo miaka ya huko nyuma. Yaani unaweka, ukionja, unaongeza, ukionja, kwa sababu imepoteza ule uchumvi wake. Kwa hiyo angalizo ambalo Bwana Yesu analisema hapa, anasema pamoja na kwamba ninyi ni chumvi na mnatakiwa kukoleza na kuleta ladha kwenye mboga au kwenye chakula, mnaweza kufanya hivyo tu ikiwa ile nguvu ya uchumvi bado ingalipo. Na maana yake ni kwamba hiyo nguvu ya chumvi ikipotea, haifai tena, ni ya kutupa. Na hapa hili angalizo, maana yake ni lazima tuhakikishe ule uchumvi au ile nguvu ya chumvi tunayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu ambalo chumvi ilikuwa inafanya wakati ule, kumbuka wakati ule ni zamani, tunazungumza kitu cha zaidi ya miaka 2000 iliyopita, na ukitaka kuwa sahihi ni zaidi ya miaka 2025 iliyopita. Wakati ule kama ukiumia, ukipata kidonda, labda kwa bahati mbaya umejikwaa ukaanguka, damu ikatoka, au umejikata na kisu au na panga, dawa ya kwanza iliyokuwa inatumika kabla hazijapatikana hizi dawa za kisasa zinazotumika leo, ilikuwa ni kuosha jeraha hilo na chumvi. Kwa hiyo chumvi ilikuwa ni sehemu ya tiba. Kwa hiyo Bwana Yesu anapozungumza habari za chumvi wakati ule, anazungumza habari za kwanza kwamba ninyi ni tiba. Sio tu kwamba mnaleta ladha, sio tu kwamba mnahifadhi, lakini pia mnatibu. Na mnatibu kwa sababu ndani yenu yuko mponyaji. Mtakapompeleka huyo mtu kwa watu, atawaponya. Mtakapowafanya watu waliojeruhiwa wamtazame yeye aliyemo ndani yenu, watapokea uponyaji. Kwa hiyo ninyi ni sehemu ya uponyaji. Nataka uone wajibu ambao Bwana Yesu ameuweka ndani yetu. Jamani, amina. Amina. Vitu vingi kama visingehifadhiwa kwa vile zile kemikali zinazohifadhi, tusingeweza kuwa na vitu vya kutufaa kama tulivyo navyo leo. Mimi napenda sana juice za Ceres. Sio kila juice ya Ceres, sababu niliwahi kusema mahali fulani napenda juice ya Ceres, alafu mtu akaleta juice ambayo ni ya Ceres, lakini alivyoniletea nikaitazama, alafu nikamtazama yule aliyeleta, alafu nikamtazama, nikamwambia Mungu akubariki, nitaenda kuinywa nyumbani. Na hiyo ilikuwa ni namna ya kidiplomasia ya kusema sitakunywa, nitaenda kumpa mtu mwingine. Kuna aina ya juice za Ceres ninazopenda, hasa zile zilizochanganywa na machungwa, mapapai na pera, inaitwa medley of fruits. Naomba mtu asiniletee, siku hizi nimeacha kunywa, usije ukajipendekeza. Lakini ile juice inatengenezwa Afrika ya Kusini, na ukiangalia, sio kama wengi mna kawaida ya kusoma imetengenezwa lini na mwisho wake wa matumizi ni lini. Sio kama tuna kawaida. Naomba niwaombe muwe na kawaida hiyo. Ukiangalia muda wake wa kutumika toka inapotengenezwa mpaka inapoisha matumizi yake ni takriban mwaka mmoja. Na kinachofanya iweze kukaa kwa muda huo ni kwa sababu ya vile vikemikali vinavyoitwa kwa Kiingereza preservative, ambavyo Kiswahili
Mtaalamu hapa anasema ni kemikali za uhifadhi wa chakula, ambazo mimi nazibatiza kuwa vihifadhishi. Sio kama mtaalamu wa Kiswahili wa BAKITA pale atakubali. Okay, tukubaliane hivyo. Kwa hiyo zile dawa zinazohifadhi ndio zinafanya hicho chakula kinaweza kuhifadhiwa muda mrefu. Hivyo ndivyo tulivyo sisi. Maana yake uwepo wetu unazuia hasira ya Mungu. Maana yake uwepo wetu inafanya dunia pawe mahali panapofaa. Na nataka uone umuhimu wako ili usitembee kihasara. Ujijue kwamba wewe ni mtu wa maana, kwa sababu wewe ni chumvi. Watu wanapoona dunia haifai, watu wanapoona watu wengine hawafai, watu wanapojaa lawama mbalimbali kwa sababu ya mambo yanayofanyika, nataka nikuambie uwepo wako wewe ni uwepo unaoweza kuiambia hiyo jamii kwamba jamani, salama yetu ni kuwa na Yesu. Tukiwa na Yesu tuko salama. Hakuna jamii iliyo salama ambayo inafaa inavutia watu kuishi kama jamii ambayo Yesu anatawala kwenye mioyo ya watu. Na mtu atakayefanya Yesu atawale kwenye mioyo ya watu ni wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana Yesu akawaambia, akasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Natamani sana ningekuwa nahubiri usiku, yaani kama saa 6 usiku hivi, alafu ningezima taa, alafu mngekuwa mnanisikia tu naongea bila kuniona, alafu baadaye ningemwambia kijana mmoja awashe taa, pap, alafu ghafla mnaniona, alafu mnasema hala, kumbe yule mtu aliyekuwa anaongea tuliyekuwa tunasikia sauti yake ni huyu. Nuru inaonyesha, inaangaza. Na kama mnavyofahamu mwaka huu tumeutangaza kwamba ni mwaka wa kuinuka na kuangaza. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni nuru. Maana yake tunaonyesha, tunaangaza kwenye mioyo ya watu, watu waone mambo yasiyofaa yaliyomo kwenye mioyo yao. Nuru inapofika inaonyesha kila kitu. Watu waone uovu uliomo mioyoni mwao kwa sababu ya ile nuru, ili wachukue nini? Hatua. Na hatua ni kumruhusu Bwana Yesu. Nuru inafanya kazi mahali palipo na giza. Jamani, tunaishi katika ulimwengu wenye giza. Tunaishi katika ulimwengu wenye giza. Na moja kati ya hitaji kubwa la ulimwengu huu wenye giza ni nuru. Na nuru ni ile ambayo Yohana sura ya 8 mstari wa 12 Bwana Yesu anasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Maana yake Yesu akiingia mahali penye giza, na giza linapozungumzwa katika Biblia linamaanisha mambo mengi. Linamaanisha vitu vinavyofanyika kwa siri, linamaanisha dhambi, linamaanisha uovu. Vyote hivi sisi wajibu wetu ni kupeleka nuru. Nuru ambaye ni Bwana Yesu, ni kumpeleka Bwana Yesu. Na Bwana Yesu akiingia, sijawahi kuona mahali popote ambapo palikuwa na giza totoro, nuru ukawasha taa, mwanga ukatokea, giza likaendelea kuwepo. Mwanga ukiingia ni lazima giza litaondoka. Sasa sisi kama ambavyo Bwana Yesu ni nuru, sasa anatuambia sisi pia ni nuru. Sisi ni nuru kwa sababu gani? Sisi ni nuru kwa sababu Yesu yuko ndani yetu, na akishaingia ndani yetu anatufanya na sisi tunamwakisi yeye aliyemo ndani yetu, na sisi tunaangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bwana Yesu anasema nuru yenu na iangaze ili watu wayaone matendo yenu. Maana yake mtu ambaye ni nuru, mtu aliyeko nuruni, ana matendo yanayomuonyesha Mungu, yanayomtukuza Mungu. Bwana Yesu anasema nuru yenu na iangaze ili watu wayatazamapo matendo yenu wamtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
matendo yetu yanawakilisha aina yetu ya maisha. Ningekuwa nazungumza Kiingereza ningesema lifestyle, aina ya maisha. Aina yako ya maisha ni lazima iwe aina ya maisha ambayo watu wanapotazama hawakuoni wewe, wanamuona nani? Mungu. Maisha yetu tunatakiwa tuishi kwa namna ambayo watu watamuona Mungu. Ninafahamu mtu mmoja katika Biblia ambaye maisha yake yalikuwa yanamuonyesha Mungu. Lifestyle yake, mtindo wake wa maisha ulikuwa unamuonyesha Mungu, na huyo mtu anaitwa Danieli. Danieli alipokwenda uhamishoni kule Babeli, mnafahamu, alikuwa ni mtu ambaye toka alipoanza wakataka kumpa chakula chenye unajisi kwa mfalme. Akamwambia yule mtu anayegawa vyakula, akamwambia, bwana, sisi tunamjua Mungu, sisi hawa tunamjua Mungu, tunaomba unapogawa vyakula, hivyo vyakula vya mfalme usitupe, kwa sababu tunajua hivyo vyakula vya mfalme vimetolewa sadaka kwa sanamu, na sisi tunamjua Mungu wa kweli, kwa hiyo usitupe. Yule mkuu akasema, sasa mtanigombanisha, maisha yangu yatakuwa hati. Akamwambia, usiogope, wewe unachotaka si nikutulisha hivyo vyakula vizuri ili tuonekane wazuri? Hebu tujaribu kwa siku 10, alafu tutazame. Yule bwana akakubali. Wakalishwa mtama na maji. Mtama na maji, mtu anayefahamu, ni chakula cha ndege. Hawa watu wakalishwa, wako kwa mfalme, wenzao wanakula mapochopocho ambayo kabla ya kula wanasema ibada ya miungu ya kule Babeli. Lakini hawa watu wa Mungu wanakula mtama na maji, wanamtukuza Mungu. Baada ya siku 10, Biblia inasema alipokuja kufanya tathmini yule, hawa walionekana ni bora mara 10 zaidi kuliko wale. Haleluya! Kwa hiyo toka mwanzo alipofika Babeli, Danieli alikuwa na aina ya maisha yanayomtukuza Mungu. Alikuwa ni nuru. Baadaye akapandishwa cheo, akaja kuwa mkuu wa wilaya moja kule Babeli, na baadaye akaendelea, pamoja na kuwa mkuu wa wilaya, aliendelea kumcha Mungu wake na kumuomba Mungu kila siku kama ilivyokuwa desturi. Baadaye wakamfanyia fitina. Kila wanapojaribu kuangalia aina yake ya maisha, hukuwa na mahali hata pamoja pa kumkamata Danieli kwamba amekosea. Hakuna. Yalikuwa ni maisha yaliyonyooka. Sasa wakaangalia, wakafanya njama. Wakasema, tumwambie mfalme atengeneze sanamu yake, alafu tumwambie atoe amri na aweke saini yake kwamba asitokee mtu yeyote wa kumwabudu Mungu mwingine au kitu kingine chochote isipokuwa sanamu hii ya mfalme. Na tunadhani kwa kuwa hii sanamu inamuinua mfalme, ataridhia. Na kweli mfalme akaridhia, wakatengeneza ile sanamu, akaandika, wakaweka pale. Lakini Danieli ambaye alijua kwamba yeye ni nuru, hakukubaliana na jambo hilo. Kwa hiyo wale watu wakajua, sasa tunammaliza Danieli. Ukafika wakati baragumu inapigwa, Danieli hasujudu. Na Biblia inatuambia akafanya kitu cha tofauti. Zamani labda alipokuwa anaabudu alikuwa hafungui madirisha, lakini mara hii akataka waone kabisa kwamba anakwenda kinyume na amri ya mfalme ambayo inamfanya aabudu sanamu kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo akafungua madirisha, wale watu wakaona, haraka wakakimbia wakaenda kwa mfalme. Mfalme, hukusema kwamba asiabudu mtu yeyote kitu kingine isipokuwa sanamu yako? Akasema ndio. Na unajua amri za Kiajemi hapa hazitanguki, hazibadiliki. Ndio. Kwa taarifa yako, kuna lijamaa moja linaitwa Danieli, limekiuka. Wakajua hapa tumemnasa. Mfalme akasema mleteni. Akaletwa mtu ambaye ameamua maisha yake yawe nuru. Akaletwa kwa mfalme Danieli. Na mfalme akamwambia, nimeambiwa kwamba wewe umekaidi
ile amri yangu ya kuabudu sanamu yangu. Sasa ninakupa mara ya mwisho. Nitapiga baragumu mimi nikiangalia. Kama utasujudu utapona. Ukikataa sina namna, nitakutupa kwenye tundu la simba. Akamwambia mfalme, uishi milele. Piga hiyo baragumu. Wakapiga baragumu, wengine wote wakasujudu, Danieli hakusujudu. Mfalme alikasirika, akamchukua Danieli yeye mwenyewe, akamtupa kwenye tundu la simba. Simba walioandaliwa kumwadhibu mtu yeyote ambaye amekiuka amri ya mfalme. Kwa hiyo mfalme alijua ndani ya masaa mawili hakutakuwa na kitu kinaitwa Danieli. Kwa hiyo Danieli akatupwa kwenye tundu la simba. Mtu ambaye maisha yake ni nuru. Alafu mfalme ulipopita ule muda wa kutosha, akajua sasa kama ni kuraruriwa, amekwisha raruliwa. Akaenda mwenyewe, na mara zote mfalme huwa anatuma watu, lakini this time aliamua kwenda mwenyewe. Na mimi namshukuru Mungu kwamba alikwenda mwenyewe. Haleluya! Kwa sababu kuna kitu kinakwenda kutokea. Wale watu walijua huu sasa ndio mwisho wa Danieli. Na kwa kusema ukweli, mimi nakubaliana nao. Ule ulikuwa ni mwisho wa Danieli. Lakini nina habari njema mchana wa leo. Wakati ule ulikuwa ni mwisho wa Danieli, ulikuwa ni mwanzo wa Mungu wa Danieli. Jamani, amina. Amina. Mfalme akaita kwa nguvu zake zote, Danieli, Danieli, akijua kutakuwa kimya. Alafu kwa mshangao anasikia, uishi milele mfalme. Mfalme yuko ebo. Hawa simba wana nini? Maana ujue Danieli hakuwa mtu wa kwanza kutupa kwenye tundu la simba. Walikuwa wameshatupa watu wengi huko nyuma, na wanafahamu kwamba yule simba akitupa mhalifu mle ndani haichukui dakika. Kwanza hafiki chini, watagawana huku juu kwa juu, ameshaisha. Sasa leo imekuwaje? Danieli, Danieli, uishi milele mfalme. Uko hai. Mungu wangu ninayemtumikia amenilinda na hawa simba. Mfalme haijawahi kutokea katika Babeli. Mfalme akaanza kutetemeka. Haleluya! Kwa sababu sasa hii shughuli sio ya Danieli. Hii shughuli sasa ni ya Mungu wa Danieli. Huyu mfalme alikuwa nadhani ana mamlaka. Ni kweli ana mamlaka dhidi ya Danieli, lakini hana mamlaka juu ya Mungu wa kweli. Mungu sasa ametake over. Mungu amenunua kesi. Mungu amenunua kesi. Mungu ameingia mwenyewe. Haleluya! Kwa sababu yuko mtu mmoja ambaye maisha yake ni nuru. Alafu sasa hii haijawahi kutokea. Huyu Danieli ni mtu wa kawaida, sio mtu wa kawaida kwa sababu yuko Mungu ndani yake. Unapoamua kumcha Mungu na kuishi maisha ya kumcha Mungu, wewe si mtu wa kawaida kwa sababu nguvu ya uungu iko ndani yako. Haleluya! Na haiishi mpaka iishe. Haleluya! Hata kama utatupa kwenye simba, sio mwisho wako. Mungu anayo amri juu ya simba. Sasa mhubiri mmoja aliwahi kuniambia, na sisi wahubiri mtusamehe tu, wakati mwingine tuna vionjo vya kuchangamsha genge ili watu waelewe. Mhubiri mmoja akasema, unajua kwa nini wale simba hawakumla Danieli? Mimi nikasema sijui. Akasema ni kwa sababu simba huwa hawamli simba mwenzao. Pamoja na kwamba simba wanakula nyama, lakini hawali nyama ya simba mwenzao. Sasa hapa yuko mtu ambaye amemcha Mungu na ameamua kumpa Mungu maisha yake mazima.
Yaani yameingia kwa Bwana Yesu mazima. Mnanielewa watu wa DCRC? Na ukiamua kuingia ndani ya Bwana Yesu mazima, sio mimi ninaishi, bali Yesu ndani yangu. Sio mimi ninaishi, bali Yesu ndani yangu. You high, you high, you high ndani yangu. Sio mimi ninaishi, bali Yesu ndani yangu. Danieli aliyekuwa anaishi ndani yake alikuwa ni Bwana. Na sitaki kutumia jina la Yesu kwa sababu wakati ule alikuwa hajadhihirishwa, lakini alikuwepo. Unajua kuzaliwa na Mariamu sio kwamba ndio mwanzo wake wa kuishi. Pale kuzaliwa na Mariamu alikuwa anachukua umbo la mwanadamu, lakini alikuwepo kitambo. Kwa hiyo wakati huu alikuwa ndani ya Danieli. Na yeye, unafahamu kitabu cha Ufunuo kinamtambulisha Yesu kuwa ni simba wa kabila la Yuda. Kwa hiyo simba wa kabila la Yuda aliyemo ndani ya Danieli akamwambia Danieli, pumzika, niachie hii kesi, hii ni shughuli yangu. Kwa hiyo wale wanamtupa Danieli, lakini anaingia kule ni simba wa kabila la Yuda. Alafu wale simba kwanza wanamuona simba mwenzao. Hii sio chakula, huyu sio kumrarua, hatulanagi sisi kwa sisi. Lakini hata kama tungekuwa tunalanaga sisi kwa sisi, simba huyu sio wa kawaida, ana nguvu kuliko yeyote kati yetu. Hapa wakaamua maamuzi magumu, wakakunja makucha yao, wakafunga midomo yao. Unaanzaje kumwendea simba yule? Haleluya! Sasa mfalme anapokuja kuita Danieli, Danieli anasikia sauti, niko hapa. Na mfalme sasa anaamuru Danieli atolewe. Na kwa kusema ukweli, hata wale watu waliomtoa Danieli ilikuwa ni muujiza wa Mungu tu, kwa sababu wao wenyewe wangeweza kuwa chakula cha wale simba. Lakini Mungu kwa sababu ana ajenda yake, anataka itimie, aliruhusu Danieli, maana vinginevyo nani angemtoa Danieli kule? Kwa hiyo Mungu akaruhusu Danieli akatolewa. Mtu anayemcha Mungu, mtu aliyebeba sura ya Mungu, mtu ambaye ana nuru ya Bwana. Halafu alipomuona Danieli, mfalme huku akitetemeka, akasema, sasa nabatilisha. Kwanza sheria za Kiajemi zilikuwa hazibatilisha, lakini kwa sababu ya mtu mmoja anayemcha Mungu zilibadilishwa kwa mara ya kwanza katika historia. Ule mkono ulioandika amri kwamba asiabudiwe mtu mwingine isipokuwa sanamu yangu, sasa unaandika na kusaini kwamba mtu yeyote, yani kuanzia mimi mfalme na mtu mwingine yoyote, asimwabudu mtu mwingine yoyote ila Mungu wa Danieli, ila Mungu wa Danieli, ila Mungu wa Danieli. Nataka nikuulize mtu wa DCRC, je, Bwana ametukuzwa au hajatukuzwa? Bwana ametukuzwa au hajatukuzwa? Nataka nikuambie kuna mambo Mungu anataka ayafanye kupitia wewe, lakini pengine ni kwa sababu tu hujaamua kuangaza, hujaamua kuwaonyesha watu kwamba yuko Mungu wa kweli, na wakati mwingine ni woga. Nataka nikutie moyo, usiogope. Mungu anataka kufanya jambo ambalo halijawahi kufanyika kupitia wewe. Wewe sio mtu wa kawaida. Unapojiungamanisha na Mungu kwa sababu ya kumcha Mungu kwa uaminifu, hauwi mtu wa kawaida. Mungu anafanya mambo makuu, na mimi nataka nikuambie, ninaona mambo makuu ambayo Mungu anakwenda kufanya hapa DCRC kupitia kwako wewe. Mmenichokoza, nataka niseme kitu kimoja. Mniwie radhi tu. Mniwie radhi. Mmenichokoza, nataka niseme hiki. Nataka niseme hiki kitu. Ninatamani moyoni mwangu kama mchungaji, ninatamani tufike mahali ambapo tutakuwa
na kujua nafasi yetu katika Mungu, kiasi ambacho badala ya kutamani kuombewa, tutatamani kuombea watu. Sijui kama kuna mtu amenielewa hapa. Yaani badala ya kutamani wewe, nani ataniombea? Hili jambo nililonalo ni zito sana. Hili pito ni kubwa sana, nani ataniombea? Ninatamani tufike mahali ambapo tutasema kama Paulo, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na unajua Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Marko sura ya 15? Inasema na ishara hizi zitafuatana na mitume na manabii. Na ishara hizi zitafuatana na wainjilisti. Hamjanielewa? Ishara hizi zitafuatana na wachungaji. Hamjanielewa? Na ishara hizi zitafuatana na walimu wa Biblia. Inasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Watafanya nini? Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Watashika nyoka. Hata wakila kitu cha kufisha hakitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Mradi tu wamemwamini Bwana Yesu. Haleluya. Badala ya wachungaji kupigiwa simu, mchungaji naomba uniombee, natamani nianze kusikia simu za washirika wa DCRC wakinipigia, mchungaji ninataka nikupe ushuhuda. Ushuhuda gani mwanangu? Nilikwenda Kimanga, kuna mama alikuwa na mapepo, na mimi nikachukua mamlaka kwa jina la Yesu, nikakemea yale mapepo. Nataka nikuambie habari njema mchungaji, yule mama amefunguliwa na sasa yeye na nyumba yake wanakuja DCRC. Nataka nisikie simu hizo, kwa sababu Bwana ameachilia hizo nguvu kwako wewe. Haleluya. Mtu ambaye anajua yeye ni nuru, mtu ambaye anajua yeye ni chumvi, atafanya hayo na kuzidi. Watu wa Mungu, mniwie radhi, nimechukua muda mrefu kuliko niliotakiwa. Lakini hata hivyo, tuseme ukweli, nilipewa muda mchache. Na unajua sisi wa Makonde, ukipewa kazi ya kupika ugali, kosa unaloweza kufanya ni kupiga ugali usiive eti kwa sababu unataka watu wale haraka. Kwa hiyo ni afadhali uchelewe lakini ugali uive, na ndicho nilichokiona hapa. Kwa hiyo wakuu wangu mlionipa ratiba, mniwie radhi. Sasa nataka nimalize. Nimezungumza habari za kwamba sisi ni nuru na sisi ni chumvi na nuru ya ulimwengu. Nataka nimalize kwa kusema hivi. Inawezekana uko hapa asubuhi hii ya leo, mchana huu wa leo, na ndani ya moyo wako unaona pengine ile nuru haipo kwa sababu yoyote ile. Ule ujasiri uliokuwa nao zamani haupo. Unajiona giza limeanza kuingia. Kule ambako kulikuwa kunaangaza zamani, sasa kumeanza kufifia. Naomba nimuombe kila mmoja aliyeko humu ndani. Watoto, naomba pia mshirikiane na mimi. Kila mmoja, watoto mliolala naomba muamke. Amkeni, kama mnaweza kukaa kaeni. Naomba kila mmoja afunike macho yake alafu ainamishe kichwa chake. Nataka kila mmoja ajitafakari. Kila mmoja ajitathmini. Inawezekana ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako unaliona liko giza. Na unaona kwamba Biblia inapokuita wewe kuwa ni nuru, hiyo nuru haipo. Huwezi kuangaza kama hujaangazwa wewe kwanza. Na unaona iko giza. Mchana huu wa leo ni nafasi yako ya nuru ya Bwana kuingia ndani yako kwa upya. Inawezekana unajiona, mimi nimepoteza ule uchumvi chumvi, hata ningetiwa kwenye mboga siwezi kukoleza.
Nataka nikuambie, mwenye kukurudishia ule uchumvi chumvi yuko hapa, jina lake ni Yesu. Anaweza akafanya kitu kipya. Umekuja hapa umepoteza uchumvi chumvi, unaondoka hapa una chumvi yenye nguvu inayoweza kuleta ladha katika jamii yetu. Tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu na kufunika macho yetu, ninasema na mtu mmoja hapa, nasema na mtu mmoja ambaye anatufuatilia kwenye mitandao. Unasema, mchungaji, naomba uniombee. Ninataka ile nguvu ya chumvi irudi. Na unajua kama chumvi imekwisha potea katika maisha yako, wewe mwenyewe unajua, wewe ni shahidi, unajua kabisa. Mchana huu wa leo ni mchana wa kipekee, ni mchana wa kurudisha chumvi ili tuangaze. Nataka nikuombee. Ninahisi Bwana yuko mahali hapa. Bwana anataka kuganga moyo mmoja wa mtu mmoja ambaye anaamua kwamba nuru ya Bwana ingie katika maisha yake, kwamba chumvi, ile nguvu ya chumvi ingie kwenye maisha yake. Kama mtu huyo ni wewe, tukiwa tumefunika macho na kuinamisha vichwa vyetu, inua mkono wako juu, nataka nikuombee. Inua tu juu mwanangu. Asante, asante, asante. Asante, asante. Kuna mmoja ameinua na kurudisha mkono. Usirudishe mkono wako, inua tu. Na ukiinua mkono wako, ninaomba usimame, njoo hapa mbele tuombe pamoja. Njoo mwanangu, njoo mwanangu, njoo mwanangu. Njoo tuombe pamoja hapa mbele. Njoo tuombe hapa pamoja. Njoo mwanangu, njoo mwanangu. Njoo. Mwenye kurejesha nuru yuko hapa. Usiondoke hapa na giza. Njoo hapa, iko nuru. Yesu anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yuko hapa, anataka akuashe na wewe uwe nuru ya ulimwengu. Naomba nikukaribishe hapa. Wahudumu, naomba tuwaongoze watu. Watu wengi wanakuja kutengeneza maisha yao. Njoo tu, njoo tu. Naomba tuwapange vizuri. Kama ni wengi, basi tunaweza tukaweka safu mbili. Na wakati huo ni waombe wachungaji na wazee wa kanisa. Njooni hapa. Njooni tuwaombee hawa. Mmefanya uamuzi wa maana sana ambao hautaujutia. Uamuzi huu hautaujutia kabisa. Neema ya Mungu ya kutosha iko hapa. 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 Hallelujah. Mchungaji Jackson, naomba utuongoze katika maombi haya. Utawaongoza. Naomba turudie sala hii nyuma ya mchungaji. Na wewe ambaye unatufuatilia mahali popote pale ulipo, iwe ni hii siku ya leo moja kwa moja mubashara, au hata kama utakuja kusikia ujumbe huu siku nyingine yoyote na ukakugusa na unataka kufanya uamuzi, basi rudia sala hii nyuma ya mchungaji, sala ambayo utaisikia wakati utakaposikiliza ibada hii. Na ninaomba mkutano wote tulioko hapa ndani, wote turudie sala hii nyuma ya mchungaji. Atatuongoza na atatuombea. Karibu mchungaji. Unaweza ukainamisha kichwa chako hapo ulipo. Wewe ambaye uko nyuma, turudia maneno haya tukiunganisha imani zetu pamoja na watu walioko mbele, pamoja na wale wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao. Mwambie, Yesu, Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Asante kwa utukufu wako. Asante kwa kusema na mimi. Nimejitathmini, nimetambua toka moyoni ya kwamba maisha yangu sio chumvi tena, sio nuru tena kwenye jamii nilionayo, kwenye nyumba ninayotoka, kwenye ukoo naotoka, kwenye biashara nilionayo, kwenye kazi nilionayo, kwenye maisha yangu binafsi. Maisha yangu sio nuru tena, siangazi tena, lipo giza. Kuanzia sasa namkataa shetani na mambo yote yanayosababisha mimi niwe na giza, nisiwe chumvi tena, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kuanzia leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu.